Mtoto wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Abdul ameingizwa katikati ya shutuma nzito za kisiasa zinazohusisha matumizi ya mabilioni ya fedha kwa ajili ya kuingilia maamuzi na uongozi wa ndani wa chama kikuu cha upinzani nchini, Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Madai hayo yaliyotolewa na kada pamoja na mwanasiasa wa chama hicho Hilda Newton yanaeleza kuwa mtoto huyo wa mkuu wa nchi amekuwa akiratibu operesheni kabambe inayolenga kumwondoa kisiasa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche kutoka kwenye wadhifa wake wa sasa wa kiutawala. Newton ameweka wazi kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii kuwa mikakati hiyo inaratibiwa kwa lengo mahususi la kuilazimisha taasisi hiyo kuu ya upinzani nchini kuingia kwenye meza ya mazungumzo na maridhiano ya kisiasa na Chama cha Mapinduzi CCM, ajenda ambayo imekuwa ikipingwa vikali na baadhi ya viongozi wa juu wa Chadema. Jambo hili linaonyesha jinsi siasa za ndani za vyama na ushawishi wa kifamilia wa mamlaka kuu ya nchi unavyoweza kutumiwa kuamua mwelekeo wa demokrasia na kuleta mpasuko mkubwa katika kambi ya upinzani nchini Tanzania. Mbinu hizi za kutumia rasilimali fedha kuingilia mhimili wa uongozi wa upinzani zinatajwa kuwa zilianza kwa kuwafuata viongozi wa karibu na John Heche pamoja na yeye mwenyewe baada ya juhudi za awali kukwama. Taarifa za mwanasiasa huyo zinaeleza kuwa wajumbe maalum walitumwa mara kadhaa katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam kufanya mazungumzo na mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu ambaye anashikiliwa mahabusu gerezani humo. Abdul anadaiwa kutoa ahadi ya msamaha wa kiserikali na njia ya kusonga mbele kisiasa kwa mwanasheria huyo mkuu wa upinzani iwapo tu angekubali kuingiza chama hicho kwenye mpango wa maridhiano na CCM. Lissu aligomea ombi hilo akieleza kuwa hakutenda kosa lolote linalohitaji msamaha na kwamba wananchi waliopoteza maisha yao tarehe 29 Oktoba wanastahili kupata haki yao kisheria badala ya viongozi kuketi na kufanya maridhiano ya kisiasa yenye masharti yanayolinda maslahi ya watawala walioko madarakani. Kufuatia msimamo huo mkali wa Tundu Lissu gerezani, mtoto huyo wa rais anadaiwa kubadili mbinu mara moja na kuelekeza nguvu zake kwa viongozi wengine wa Chadema katika ngazi mbalimbali ili kuwashawishi washinikiza ajenda hiyo kutokea ndani. Baadhi ya viongozi na wajumbe wa kamati kuu ya taifa ya chama hicho wanadaiwa kupokea mamilioni ya shilingi ili kukubali ajenda ya ushiriki wa mazungumzo hayo, lakini mpango huo ulikumbana na upinzani mkali kutoka kwa John Heche. Heche akiwa makamu mwenyekiti alikataa kabisa kuruhusu ajenda hiyo kuingizwa au kujadiliwa ndani ya vikao rasmi vya maamuzi vya vyama hicho, hatua inayotajwa kuwa chanzo cha kampeni kubwa inayoratibiwa sasa kumwondoa yeye binafsi madarakani. Hasira za mamlaka dhidi ya kiongozi huyo zimesababisha kuongezeka kwa kasi ya operesheni inayomlenga yeye na watu wote walio karibu naye kijamii na kisiasa nchini kote. Mkakati unaofuata sasa unahusisha matumizi makubwa ya fedha zilizomwagwa na Abdul kuajiri madalali na mapatanishi wa kisiasa ili kuwashughulikie na John Heche moja kwa moja kwa kumfuta kwenye ramani ya uongozi. Watu hao wamehakikishia mtoto huyo wa mkuu wa nchi kuwa watamwondoa Heche kupitia baraza kuu la chama kwa kuwasilisha hoja kuwa kuondolewa kwake hakutadhuru ustawi wa taasisi hiyo bali kutaondoa vikwazo vya maridhiano.
Tangu kukamilika kwa maadhimisho ya tarehe 7 Julai, viongozi mbalimbali wa Chadema katika ngazi za wilaya, mikoa na majimbo pamoja na viongozi wa zamani wamekuwa wakipigiwa simu zinazolenga kuwataka wajitenge na Heche na kumkosoa hadharani. Baadhi yao wamepewa fedha kwenda kwenye vyombo vya habari na kurasa za mitandao ya kijamii zinazoendeshwa na akaunti za wachawa ili kueleza kuwa waliondoka au kukihama chama kwa sababu ya kufeli kwa uongozi wa John Heche. Hilda Newton ametoa onyo kwa wanachama na wananchi wanaofuatilia vyombo vya habari vinavyounga mkono serikali kuwa wanatoa ongezeko kubwa la ghafla la viongozi wanaoshambulia kiongozi huyo, na wanapaswa kuelewa muktadha wa sauti hizo kabla ya kuamini. Mwanasiasa huyo ameeleza kusikitishwa kwake na viongozi wanaoheshimika ndani ya chama chake ambao wamekuwa kushawishiwa na wamekubali kupewa fedha kwa maslahi binafsi ya kifedha, akitishia kuwataja majina hadharani iwapo wataendelea na ushirikiano wao katika njama hizo. Taarifa hizo nzito zinazohusisha matumizi ya rasilimali na uhusiano wa kifamilia wa Rais Samia Suluhu Hassan bado hazijathibitishwa na chanzo chochote huru au upande wa kiserikali nchini Tanzania. Abdul mwenyewe hajatoa majibu yoyote dhidi ya shutuma hizo, huku mamlaka ya urais na viongozi wanaotaja kulipwa fedha wakiwa bado hawajatambuliwa rasmi au kupewa nafasi ya kujibu madai hayo. Uzito wa madai haya unazidi kuongezeka kutokana na mazingira magumu na matukio ya kiusalama yanayowazunguka viongozi wa chama hicho cha upinzani katika siku za hivi karibuni nchini. Wiki iliyopita, dereva wa binafsi wa John Heche alipatikana amekufa katika chumba kilichofungwa mkoani Kigoma, tukio ambalo limeongeza hofu kubwa ya kiusalama miongoni mwa wanachama na viongozi wa ngazi ya juu. John Heche mwenyewe aliwahi kuripoti hadharani kuwa amekuwa akifuatiliwa kwa karibu na magari yasiyofahamika, hali inayoonyesha uwepo wa shinikizo kubwa linalomkabili nje na ndani ya uwanja wa siasa. Hali kadhalika, viongozi wa wanafunzi wa Chadema walikamatwa na vyombo vya dola siku chache kabla ya tarehe 7 Julai, jambo linalowaunganisha matukio haya na madai ya kuwepo kwa operesheni maalum ya kudhibiti harakati za Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mpasuko huu wa ndani na madai ya kuingiliwa kwa Chadema yanatishia mustakabali wa ushiriki wa vyama vya upinzani katika uchaguzi na michakato ya kisiasa ijayo, kwani yanadhoofisha mshikamano wa kiutawala na uaminifu miongoni mwa wajumbe wa kamati kuu. Siasa za maridhiano zinazoanzishwa na upande wa serikali zimeonekana kuguza hisia tofauti, ambapo baadhi ya wanachama wanaona ni fursa ya kupata nafasi, huku wengine wakiona ni mtego wa kuua nguvu za upinzani nchini. Mapambano haya ya siri kati ya mtoto wa rais na viongozi wenye misimamo mikali kama John Heche na Lissu yanadhihirisha jinsi meza ya mazungumzo inavyoweza kugeuka kuwa uwanja wa mapambano ya kiintelijensia na washawishi wa kifedha. Wanachama wa wilaya na mikoa wanaendelea kusubiri mwelekeo rasmi kutoka kwa mwenyekiti wa taifa, huku wimbi la ukosoaji mitandaoni likizidi kushika kasi dhidi ya viongozi wanaotajwa kusaliti misingi ya chama hicho cha Chadema.